Basi movie inaanza huko Afghanistan ambako ndugu wawili walikuwa wanajaribu kuweza kukumbushana kwamba kipindi ambacho walipokuwa wadogo walikuwa wameweza kuambiana ukweli kwamba kila mmoja wataweza kujiunga katika kikosi cha Rangers. Hao wote walikuwa wanajeshi. Lakini katika siku ya leo walikuwa katika mission moja ambako huko Afghanistan wanakuja kuweza kuitekeleza. Nyakati hizo kipindi ambacho basi walipokuwa basi wamaliza kuweza kuzungumza pale, bomu liliweza kupigwa, bomu mbaya sana ambalo bomu hili liliweza kuwasambaratisha watu baadhi katika lile eneo. Na hapo kaka mtu alijikuta kwamba amebaki mwenyewe akiwa hai kwa sababu mlili lilikuwa limeweza kumwacha yeye peke yake. Nyakati hizo anamtafuta ndugu yake kipindi ambacho hakuna mtu yoyote alikuwa ameweza kusimama katika lile eneo. Alijisikia vibaya sana hapo. Kumbe bana alikuwa anaota. Tunaonyeshwa kama bwana mkubwa yupo ndani ya gari. Mwamba alikuwa anasafiri kuelekea katika kempu za Rangers ambako huku ndipo basi tunaonyeshwa kwamba ni baada ya miaka miwili tukio lile kuweza kutokea. Kila mtu alikuwa anashangaa sana namna ambavyo maisha yalivyokuwa yameweza kutokea. Walifika katika lile eneo na kisha kila mmoja alikuwa atambuliki kwa jina, wote walikuwa wanatambulika kwa namba. Bwana mkubwa yeye alipewa namba 81 na kila mtu alikuwa anapewa namba yake katika siku ya leo. Waliwekwa parade na kila mmoja wapo aliambiwa kwamba hapaswi kuweza kujitambulisha. Kila ambacho anatakiwa kuweza kukifanya ni kwa juhudi na jitihada zake ili siku ya mwisho aje kuwa Rangers. Sasa kila mmoja baada ya tukio hili walianza kufanyishwa mazoezi makali sana, na baada ya hapo waliitwa tena parade. Kila mmoja wapo alianza kuchomolewa push-up za kutosha usiku na mchana. Mazoezi yalikuwa ni makali kinoma. Kila ambaye alikuwa anashindwa walikuwa wanachomolewa. Kwa kifupi ni kwamba bwana mkubwa namba 81 alikuwa anafanya mazoezi kiasi cha kwamba hata Meja yeye mwenyewe binafsi alikuwa anashangaa. Siku moja kipindi ambacho namba 81 alipokuwa ameweza basi kufanyishwa mazoezi makali sana ya kukimbia, uwezi amini aliwaacha vikosi vingine nyuma mbali kinoma wakiwa wanahema huku ulimi wao ukiwa nje. Sasa alipofika mahali ambako Meja alipokuepo, hata wao wenyewe binafsi walishangaa. Yaani amezunguka mara mbili ya wanafunzi wenzake, yaani candidate. Sasa mazoezi mengine yalikuwa ni makali kinoma kiasi cha kwamba hata wanafunzi wengine basi walikuwa wanashindwa. Alikuwa alikuwa kama vile anajaribu kuweza kupukuchua tu muhindi. Sasa kila mwanafunzi alikuwa anaulizwa kwamba nini lengo lake. Yeye akawa anasema kwamba lengo lake ni kuweza kufika katika mstari wa mwisho, finish line. Sasa nyakati ambazo basi kwa anajipatia chakula wakaanza basi kuhadisiana. Namba 81 nini ambacho kinamfanya yeye kuwa serious kiasi kile? Wanasema kwamba ni kwa sababu alikuwa ameweza kumpoteza kaka yake. Lakini baada ya kuweza kumpoteza kaka yake katika mission moja huko Afghanistan, aliweza kupewa Silver Star. Sasa pale katika television kikosi cha NASA kilikuwa kinajaribu kuweza kutoa taarifa zao kwamba kuna hali ambayo si ya kawaida, ni kama vile vimondo vilikuwa vinashuka katika dunia. Sasa baada ya pale kila mmoja wapo aliweza kuitwa katika eneo la parade, wakataja namba baadhi ambazo basi walikuwa wameweza kuonekana kama vile walikuwa wafai katika hichi kikosi, basi waliweza kupukuchuliwa. Kila mmoja wapo aliweza kuachiwa aende zake nyumbani. Basi waliobaki nao basi walikuwa ni wapambe kinoma. Wakawa wanazidi kumsema namba 81. Sasa kuna kiongozi mmoja ambaye alikuwa anaitwa namba 7. Huyu ndio alikuwa team leader. Sasa yeye alikuwa anaongoza kikosi kizima. Sasa kuna mwamba mmoja ambaye mwamba huyu alikuwa anamsema sana bwana mkubwa namba 81. Sasa kikosi hichi mazoezi yalikuwa bado yanazidi kuendelea siku hadi siku. Siku moja usiku kipindi ambacho bwana mkubwa namba 81 alipokuwa basi anataka kulala, kuna dawa ambazo haziruhusiwi katika kikosi cha jeshi kuweza kuzitumia. Dawa hizi waga zinatumika kwa wale watu ambao wana changamoto za akili na msongo wa mawazo. Yeye akawa anazitumia. Namba 7 akawa amemuona na kisha ndo akapata usingizi. Siku iliyokuwa imeweza kufuata namba 7 alikuwa karibu yake kidogo na kisha akajaribu kuweza kutengenezwa rafiki, lakini mwisho wa siku bwana mkubwa alikuwa anamkataa mara kwa mara. Mazoezi yalizidi kuendelea. Kila mwanafunzi alijaribu kuweza kufundishwa namna ambavyo anapaswa kupambana katika uwanja wa vita. Sasa kila mara bwana mkubwa namba 81 alikuwa ile ndoto anaikumbuka namna ambavyo ndugu yake alivyokuwa amefariki katika uwanja wa vita huko Afghanistan. Na hapo aliweza kuamka. Siku moja kulikuwa na mazoezi ambayo basi ni kuzama ndani ya maji. Huko ndani ya maji unapaswa uweze kutembea na vyuma vyenye uzito kinoma. Bwana mkubwa namba 81 alikuwa basi anakumbuka tukio ambalo si la kawaida, na tukio hili ni lile la kuweza kumbeba ndugu yake begani mpaka alipokufa. Hii ikamletea matatizo makubwa sana mpaka mwisho wa siku akawa amezima huko ndani ya maji baada ya kuweza kunywa maji mengi sana. Akatolewa pale nje na hapo Meja akasema kwamba naomba niweze kuletewa ofisini kwangu. Basi namba 81 alifika ofisini kwa Meja. Meja aliweza kumpatia karatasi na kumwambia kwamba kuanzia hivi sasa hatukuhitaji katika kikosi cha Rangers kwa sababu wewe inaonekana kwamba una changamoto ya afya ya akili. Bwana mkubwa akakataa kuweza kusaini ile karatasi na kisha akasema kwamba si saini vyovyote vile itakavyokuwa, hapa nimechaguliwa. Sasa
akarudi katika eneo la mazoezi. Basi hapo hapo akaitwa parade wanafunzi wengine, wakatajwa namba nyingi sana, na pia naye namba 81 naye pia akatajwa pale. Wale wote walikuwa wamebaki kuanzia pale alipokuwa ameweza kutajwa yeye, wakaambiwa kwamba wasepe, yeye atabaki katika kikosi hichi. Sasa kuna mission moja ya kipekee sana ambapo mission hii walipaswa kwenda kuifanya katika mji fulani. Sasa hapa walitajwa wanafunzi wengi sana, ambako hapa bwana mkubwa, kulingana na kwamba alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye ana msongo mkubwa wa mawazo, basi katika siku ya leo Meja akamwambia kwamba team leader number 7 kuanzia hivi sasa utaachia ngazi, na team leader kuanzia hivi sasa atakuwa ni namba 81. Kwa vile alikuwa ameweza kumuona kwamba ni mtu ambaye ana msongo mkubwa wa mawazo, wakatamani sana kuweza basi kumkomoa kupitia njia hiyo. Lakini katika misheni hii bwana mkubwa alipanda helikopta na kisha wakafikishwa katika eneo la kuweza kutekeleza hiyo mission. Walipofikishwa pale hivi, kila mmoja alishuka chini pamoja na timu yake nzima, na hapo hapo akaanza kuongoza wenzake mpaka msituni. Huko msituni team leader number 7 aliyekuwa ameweza kuachia ngazi, kuanzia hivi sasa aliweza kumkabidhi kikosi hichi bwana mkubwa wa team leader number 81. Bwana mkubwa aliweza kuongoza kikosi hichi katika njia ambayo ilikuwa sahihi kabisa, lakini mara ghafla kipindi ambacho basi walikuwa katika eneo ambalo basi wameweza kuambiwa kwamba ndio eneo ambalo spot yao ilikuwa ipo hapo kipindi hicho wakaanza kusikia kuna hali ambayo si ya kawaida, maana walikuwa wanajaribu kutumia radio call, lakini radio call zile zilikuwa hazifanyi kazi. Sasa ndipo bwana mkubwa yani namba 81 akaweza kuona kuna kama vile kifaa kilichokuwa kinang'aa sana, na hapo akaona kama vile kuna mashine ambayo ilikuwa imekaa katikati kama vile ya eneo lile. Kisha wakazunguka, na hapo bwana mkubwa yeye akafuatilia katika njia nyingine yani namba 81. Sasa hao wengine waliobaki nyuma wao wakatega mabomu ya C4 explosive. Sasa yeye alipofika katika ile eneo la pili huku hivi, akiwa na imani kwamba kile ambacho alikuwa ameweza kupangiwa kilikuwa ni kitendo ambacho ni sahihi sana. Sasa hapo huku wengine wakafetua mabomu, lakini kumbe walikuwa wameanzisha vita ambayo sio sahihi. Hichi kitu kilikuwa sio kitu cha kawaida, hata wao wenyewe binafsi hawakujua nini ambacho kinafuata. Naam, hapa ndipo utamu wa movie unapokwenda kuanza. Sasa hapa ndipo mashine ilipokwenda kuzaliwa. Mashine hii ilikuwa ni mashine ya kivita. Mashine hii ilikuwa ina uwezo wa kuscan, na kisha hapo mtanange mzito sana uliweza kuanza. Walipigwa chuma kinoma noma. Hakuna mtu yote alikuwa anaweza kubaki katika lile eneo. Hata bwana mkubwa namba 81 wengi wao waliamua kujirusha katika mteremko mkali sana, na huku wakiwa wanatamani sana kuweza basi kuona kile ambacho kimeweza kutendeka. Je, ni mashine ya aina gani ile? Moyo wao ulikuwa katika hali ambayo si ya kawaida. Bwana mkubwa namba 81 alimkumbuka ndugu yake kinoma noma, lakini bado alikuwa katika hali mbaya sana. Wakajaribu kuweza kumsaidia rafiki yao wa kipekee sana. Huyu alikuwa maskini ya Mungu, ameanza kuchomwa na kijiti katika kifua chake. Sasa hapo kipindi ambacho basi jaribu kuweza kumsaidia, na yeye pia akaamua basi kuamua kuanza kufuatilia ile radio call, kwa sababu comms zilikuwa zifanye kazi. Akawakuta wenzake wote wamechekechwa kinoma noma, ndipo akaja kukuta pia hata ile radio ikiwa imeweza kuharibiwa kinoma noma. Akaiona hiyo mashine namna ambavyo basi ilivyokuwa inamuua mtu wa mwisho kabisa, ndipo naye pia akarudi katika kikosi na kuambia wenzake kwamba tunapaswa kuweza kutoroka katika ile eneo, bado tunazidi kufuatiliwa. Wakatumia kamba zao kuweza basi kushuka katika ule mlima mrefu sana. Hapo kuweza kuamini kwamba ile mashine bado ilikuwa inazidi kuwafuatilia. Number 7 alikuwa maskini ya Mungu, ameweza kuumia mguu wake, ndipo akadondoka paka down baada ya kuweza kusaidiwa pale, lakini huwezi amini bado ile mashine ilikuwa ina scan mpaka katika ile eneo ambalo bwana mkubwa alipokuwa ameweza kudondoka. Sasa vita vilikuwa ni vikali kiasi cha kwamba hii mashine iliweza kudetect mguu wa namba 7, bado alizidi kuwakimbiza kinoma noma, ikiwa inarusha mabomu katika kona mbalimbali. Lakini huwezi kuamini, hapo bwana mkubwa namba 81 alianzisha ari mpya. Aliwaambia wanafunzi wenzake kwamba wanapaswa watafute njia ambayo ni sahihi kuweza kumsaidia bwana mkubwa namba 7. Waliweza kumchoma morphine, na kisha baada ya kumchoma ile morphine, bwana mkubwa namba 7 alizima pale. Asa wenzake wote wakawa wanajaribu kuweza kulaumu, lakini bado bwana mkubwa 81 alizidi kuongoza kikosi chake katika hali ambayo ni ya mshangao sana. Akatafuta njia ya siri ambako huku alitamani kuweza kuwarusha wote hao waende kukutana na mkuu wao, ambako basi sergeant aliwaambia kwamba wanapaswa kukutana katika eneo la kijiji.
Sasa baada ya mchakato mrefu sana, walitumia njia za kamba kuweza kupita katikati ya mto, lakini kipindi ambacho basi walipokuwa basi wanajaribu kuweza kuvusha ile kamba, aliyetumia akili kubwa sana alikuwa ni namba 81. Uchungu wa kuweza kukamilisha misheni ya ndugu yake ulikuwa katika moyo wake. Sasa bado pamoja na kwamba alitumia nguvu kubwa sana na akili ambayo basi ilikuwa inazidi kumtuma kila mara, aliamua basi kuweza kumtumia namba 7 kuweza kupita katika lile eneo la katikati, huku wenzake wakiwa wanajaribu kuweza kumvuta kupitia ile kamba. Nyakati hizo bado War Machine ilikuwa imeweza kufika katika lile eneo. Kumbuka kwamba mashine hii ilikuwa ni mashine ambayo si ya kawaida, yani ilikuwa inaua tu, ni mashine ya kivita. Kipindi hicho waliweza kushuhudia mtarange mkali sana, na kila mmoja alijitupa ndani ya maji. Namba 81 maskini ya Mungu akiwa katikati ya mto, hapo hiyo mashine maskini ya Mungu kidogo iweze kumkanyaga, na yeye pia akaanza kutoka merenge kinomonoma, ikazidi kumtimulia mabomu kila kona, lakini bado hali yake ilikuwa katika hali mbaya sana. Je, atafanikiwa katika kipindi hichi hapa? Wenzake wote wako mbali kidogo na maji yameweza kuwapeleka mbali kidogo, lakini bado yeye alikuwa nyuma. Je, namba 7 vipi, atafanikiwa vipi na ile hali yake ilivyokuwa mbaya? Lakini bwana mkubwa namba 81 alijaribu kuweza kutumia nguvu zake, akili pamoja na mawazo yalikuwa thabiti sana kuweza kumwokoa. Walifanikiwa kuweza kutoka na wenzake wote waliweza kutoka katika lile eneo, lakini wengine waliweza kufariki katika ile vita ya hapa na pale. Asa hapa walifanikiwa mpaka kuweza kupanda katika upande wa pili wa eneo hili, lakini namba 23 alikuwa tayari ameshaweza kutembezewa chuma. Walifika eneo la kijiji ambako hapa ndipo basi walipokuwa wameweza kuahidiwa kwamba watakutana na wenzao. Walipofika pale walikuta kila mtu tayari ameshaweza kuchakazwa kinoma noma. Sasa ndipo bwana mkubwa 81 akaja kugundua kwamba hichi sio kitu ambacho walichokuwa basi wameweza kutegeshewa na viongozi wao. Hapana, bali ndio kile ambacho NASA walikuwa basi wameweza kutangaza, yani shirika la habari walipokuwa basi wameweza kutangaza kwamba kuna vitu ambavyo vinashuka kutoka juu, vimondo. Kumbe vilikuwa vimondo mzee, ilikuwa ni War Machine. Hapo meja mmoja alikuwa katika lile eneo, naye pia aliweza basi kuwaaga baada ya kuweza kuwaonyesha kwamba kuna kitu ambacho si sahihi katika ile eneo. Pale basi waliamua kuweza kutumia gari lao ambalo lilikuwa katika ile eneo. Gari walipojaribu kuweza kulitegua, wakampaki kule ndani bwana mkubwa. Ndipo nyakati hizo aliweza kujitokeza yule War Machine, mashine ya kivita. Ndipo uwezi amini, hata hakuna yoyote yule aliweza basi kufanikiwa kuweza kupambana nalo. Walitimuliwa kinoma noma. Katika kona mbalimbali binti yule alijaribu kuweza kuwakopesha katika gari lao, lakini bado hichi kiumbe kilikuwa sio kiumbe cha nchi hii wala sio cha dunia hii. Ni mashine ambayo ilikuwa ndani yake ina uwezo usio kwa kawaida. Gari lao lilipigwa kinoma noma, na mwisho wa siku bwana mkubwa alijikuta kama vile anaota baada ya kuweza kujikuta kwamba katika lile tukio la mwanzo kabisa yeye pamoja na ndugu yake tayari walikuwa wameweza kudondoka chini, ila neno lilokuwa basi limeweza kusikika ni kwamba ni don't fucking quit. Alishtuka na kisha akaenda kuangalia katika gari lao ambalo basi walikuwa wameweza kupanda, akakuta ndugu zake wote tayari walikuwa wameshaanza kufa, lakini bado alihisi bado kuna kitu ambacho si sahihi. Akarudi na kuja kugundua kwamba ile mashine ilikuwa kama vile ina communicate na kitu ambacho kipo angani. Ndipo akakutana pale na mwili wa kwake 7. Bado 7 alikuwa hai, pamoja na kwamba ajali mbaya sana iliweza kujitokeza. Basi akajaribu kuweza kumwokoa 7 na wakapita katikati ya pori zito sana, na huku mvua ikiwa inapiga kinoma noma. Dakika za mwisho bwana mkubwa 81 alikata tamaa, lakini uwezi amini 7 ndipo alipokuja basi kufungua kinywa chake baada ya kuzimia kwa muda mrefu sana, na kisha akamwambia kwamba nilikuwa namfahamu ndugu yako kwa muda mrefu sana, na siku zote nilikuwa natamani kuweza kukuambia ukweli. Ndugu yako nimeweza kuishi naye kwa hali na mali, hata vikosi vyetu tulikuwa tunaheshimiana sana. Hata vipi kuhusiana na hiyo tatu yako uliokuwa nayo katika mkono wako? Ndipo bwana mkubwa 81 anashangaa sana, akamwambia kwamba hiyo tatu ina maana ya kwamba ni don't fuck quit. Akamwambia ndugu yangu alikuwa anaamini kupitia Ranger, na ninaamini kwamba kile ambacho kimeweza kutokea akikuwa ni kosa lako. Uwezi amini bwana mkubwa 81 siku ya leo alimwamini namba 7, na namba 7 akamwambia kwamba naamini kwenye uwezo wako na ninaamini kwamba unaweza. Yale maneno aliweza kumtia nguvu sana. Nyakati hizo akamuuliza kwamba hivi unafikiri kwamba ndugu yako kama angekuepo hapa angefanya nini? Sasa ndipo akatamka na kusema kwamba labda ndugu yangu angeweza kustop leakage.
Nyakati hizo bwana mkubwa akaweza kupata idea, akaenda kwenye kiwanda ambacho kilikuwa katikati ya ile eneo. Kiwanda hichi kwa kiwanda kama vile cha kusaga kokoto, ndipo akaamua kuweza kutumia mashine zile zile kuweza basi kumstopisha ile mashine. Akili yake ilikuwa inachakata kwa sababu huyu alikuwa ni engineer aliyekuwa anajua kutengeneza magari kinoma noma, kufanya service katikati ya uwanja wa vita. Katika siku ya leo akaamua kutumia vifaa hivi kuweza basi kulitesa hili dude. Asa nyakati hizo dude lilikuwa lazidi kufanya skani na likafika katika eneo ambalo bwana mkubwa 7 alipokuepo, lakini hapo bwana mkubwa 81 alifanikiwa kuweza basi kulistopisha kwa kuweza kurusha fataki juu ya anga, na kisha hili dude likaweza kufuata lile eneo. Sasa hapo kumbe bwana mkubwa alikuwa kama vile ameweza kulitamanisha. Alipofika katika ule mwamba, kumbe alikuwa ameweza kutegesha mabomu chini, na hapo mabomu yaliweza kulipuka. Uwezi kuamini, hapa ndipo vita ilipoanza kuanza. Bwana mkubwa aliweza kuchukua lile excavator na mwisho wa siku akaenda basi kuligonga hili mashine. Mashine iligonga katika eneo la ukuta, huku akiwa matarajio kwamba litakuwa mwisho wake, na hapo akawasha mashine ya kokoto, na mashine hii ikaanza basi kuweza basi kumwaga zile kokoto juu ya lile mashine la kivita. Uwezi amini, alitumia nguvu zake nyingi sana, lakini bado ile mashine ilikuwa inazidi kumzidi kila mara. Nyakati za mwisho kabisa, baada ya gari hili kuweza kushindwa kabisa, hapo akaja basi kugundua kwamba alikuwa kama vile ameweza kulichoma, na lile mashine likaweza kulipuka baada ya msuguano mkali sana kati ya excavator pamoja na yale mawe. Kipindi ambacho basi linataka tena kulipuka, ndipo bwana mkubwa alijisogeza mbali sana. Nyakati hizo mabomu kadhaa yaliweza kudondoka pale chini. Hapo bwana mkubwa alipanda chapchapu katika eneo basi la lile shimo, ndipo akajitoa katika lile eneo, na mwisho wa siku akafanikiwa kuweza kujiokoa. Alimbeba 7 mpaka katika eneo la camp, ndipo Major pamoja na Sergeant waliweza kushuhudia mnyama namba 81 akiwa anazama katikati ya kikosi chao, tena kwenye camp, akiwa mbeba mwanaume mwenzake juu ya bega. Yani sentence ni moja tu, Rangers never leave man behind. Ebana naam. Sasa baada ya tukio hili amba Major pamoja na Sergeant wanajaribu kwenda kuhakikisha kwamba bwana mkubwa, wakamuuliza maswali yote kwamba imewezekanaje yeye amefanikiwa kuweza kushinda hizi mashine, ambapo mashine hii imekuwa ikiwasumbua sana katika misheni yao. Ndipo akajaribu kuweza kuelezea kwa kina kwamba mashine hii inaweza ikatatulika vizuri tu kupitia akili za kibinadamu, kwa sababu kila mashine ina limiti yake ya mwisho. Sasa hapo ndipo Major katika siku ya leo aliamua kuweza kumvalisha medali ya kuwa kwamba kwa hivi sasa hapo ni Ranger, na wakamshukuru kwa hivi sasa, kwa sababu ndani ya Marekani nzima hizi mashine zilikuwa zimeweza kushuka nyingi sana, na zilikuwa zinawatesa kinoma noma. Ni mbaya. Sasa hapa bwana mkubwa namba 81 alijaribu kuweza kuwapa motisha Rangers wenzake, na kisha wakaingia katika uwanja wa vita, na hapo Major aliamua basi kuweza kumpa heshima za mwisho kabisa, maana kijana huyu alikuwa anaonyesha kabisa kwa hivi sasa hapo ni moja kati ya wale vijana ambao ni makini kinoma noma. Lengo lake lilikuwa ni moja tu, kuweza kutimiza ndoto ya ndugu yake. Ebana naam. Mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada baada ya kuweza kuona Rangers wote wanaingia katika uwanja wa vita kwenda kupambana na hizo war machine. Bye bye for now.